Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 3, Biblia inasema, basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Mstari wa 4, tukisema tutaingia mjini mna njaa, basi nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Mstari wa 5, basi wakaondoka kabla ya pambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje kupigana nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza, mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimia tena katika jina la Yesu. Naomba nikukaribishe tena katika ujumbe wetu wa siku ya leo. Leo ni siku yetu ya 56 katika programu yetu ambayo tunaendelea nayo, na Mungu amenipia ujumbe unaosema nguvu iliyoko katika kujitoa muhanga au kujitoa dhabihu. Nikisema kujitoa muhanga, ni kauli ambayo inakuwa na utata kidogo, lakini nikisema kujitoa dhabihu, yamkini unaweza ukaelewa kwa urahisi zaidi. Sasa yako mambo ambayo yanawatesa watu kwa muda mrefu, yanawasumbua watu kwa muda mrefu. Yako mambo ambayo yamekuwa ni mwiba katika maisha yako kwa muda mrefu. Yako mambo ambayo yamekuwa ni mwiba katika familia yako kwa muda mrefu. Yako mambo ambayo yamekuwa mwiba katika afya yako kwa muda mrefu. Yako mambo ambayo yamekuwa ni teso katika maisha yako kwa muda mrefu, na umejaribu kutumia mbinu za aina yote, umeshindwa. Umejaribu kutumia mbinu za aina zote, lakini umeshindwa kupata ufumbuzi wa tatizo lako. Leo Mungu amenipa ujumbe unaosema nguvu iliyoko katika kujitoa muhanga, kujitoa dhabihu. Nataka nikwambie, kuna tool moja ambayo yamkini hukuwahi kuwaza kuitumia, lakini hii ni moja ya tool ambayo itakusaidia kuweza kuvuka kwenye eneo ulilopo. Katika kitabu nilichosoma, Biblia inaeleza kwa habari ya watu walikuwa ni wakoma. Hawa watu walikuwa ni wakoma 4. Wakoma 4 hawa walikuwa wametengwa na walikuwa wanakaa kwenye kambi yao nje ya mji. Wote tunajua kwamba watu ambao walikuwa na ukoma walikuwa hawatakiwi kuchangamana na ndugu wa kawaida. Walikuwa hawatakiwi kuchangamana na wananchi wa kawaida kwa sababu wangewaambukiza ugonjwa wa ukoma. Lakini mtu aliyekuwa na ukoma kwa wakati huo alikuwa ni mtu ambaye anaonekana hana thamani. Ni mtu ambaye thamani yake na heshima yake imeshuka. Sasa ilikuwa imetokea vita katika ule mji, katika ile nchi, lakini ndani ya geti la ile nchi kulikuwa kuna njaa. Maana yake kulikuwa na njaa kali katika ile nchi, lakini nje ambako wao ndio walikuwepo kulikuwa na jeshi la Washami ambao na wao walikuwa wanakuja kupigana na lile taifa. Biblia inasema hawa wakoma wakaulizana wao kwa wao, wakasema, kama tukibaki hapa tulipo, hili jeshi la Washami litatumaliza, tutakufa. Lakini tukisema tena tuende ndani ya nchi, tukisema tuende ndani ya mji, tutakufa na njaa. Ni watu ambao walikuwa wamefika point ya mwisho. Tungesema walikuwa kwenye the point of no return. Ni maeneo ambayo walikuwa hawana maamuzi mengine ya kufanya. Walikuwa wamefika katika level ambazo they cannot decide anything. Walikuwa wamefika katika level ambazo kila uamuzi ambao wangeufanya kwao ni kama vile ulikuwa na madhara.
Ndipo Biblia inasema hawa watu wakaamua kuchukua maamuzi magumu. Sema maamuzi magumu. Wakaamua kuchukua maamuzi magumu. Wakasema haya, sasa tuende kwenye hili jeshi la Washami. Kama wakituhifadhi hai tutaishi, lakini kama wakituua tutakufa tu. Nimependa namna ambavyo hawa watu walijitoa muhanga. Nimependa namna ambavyo hawa watu waliona matatizo yao ni makubwa kuliko uhai wao. Wakasema kama tutakufa potelea mbali, kama tutaishi potelea mbali, lakini sharti ni kwamba lazima twende tujitoe muhanga tuone. Option yao ilikuwa wakienda kwenye kambi ya Washami wana uwezekano mkubwa wa kupata chakula wakawa hai, kama Washami hawataamua kuwaua. The Bible says, kumbe Mungu alisikizisha vishindo vya miguu yao wakati wanapoondoka kwenda kwenye kambi za Washami. Biblia inasema Washami walihisi ni kama vile kuna wafalme wanakuja na farasi na magari ya vita, wakakimbia asubuhi na mapema sana. Ndivyo Mungu atakavyokimbiza matatizo yako pale utakapoamua kujitoa muhanga kwa ajili ya Bwana. Utakapoamua kujitoa muhanga kwa ajili ya maisha yako, utakapoamua kujitoa muhanga kwa ajili ya familia yako, utakapoamua kujitoa muhanga kwa ajili ya matatizo ambayo yamekutesa kwa muda mrefu, Mungu ndipo atakapoondoa adui zako mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Naona maadui zako wakikimbia mbele yako kwa neema ambayo Mungu amekupa ya kujitoa mbele za Bwana, kwa namna ambavyo unajitoa katika maombi, kwa namna ambavyo unajitoa katika sadaka, kwa namna ambavyo unajitoa katika sadaka ya kumpenda Mungu na kujidhabihu. Adui zako hawatavumilia kukaa hapo tena, maana Mungu atasikizisha vishindo vya miguu yako, vitakuwa na matokeo makubwa. Ndipo sasa wale Washami wakakimbia, wakaacha chakula, wakaacha nyara na kila kitu. The Bible says wale wakoma wakafika kwenye kambi ya kwanza, wakakuta hakuna mtu pale, lakini wakakuta kuna chakula, kwa sababu walikuwa na hitaji la chakula. Hao walikuwa na njaa ya muda mrefu. Biblia inasema wakachukua vyakula wakala, na vingine wakabeba na nyara, wakaenda kuzificha sehemu fulani. Kila kitu ambacho ni hitaji lako la muhimu kitapatikana wakati ambapo umeamua kujitoa muhanga, wakati ambapo umeamua kujidhabihu kwa 100%, wakati ambapo unasema uhai wako si lolote, kama nikifa potelea mbali, kama nikiishi potelea mbali, lakini nitamtafuta Mungu. Utakapofika kwenye level za namna hiyo, ndipo Mungu atakapofanya adui walioko mbele yako watakimbia mbele yako katika jina la Yesu. Ninakuombea siku ya leo, adui zako wakimbie mbele yako katika jina la Yesu. Adui zako wakimbie mbele yako katika jina la Yesu. Adui zako wakimbie mbele yako katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Rinderebasikerekatabayataraba rabokatabakaseketebayendere. Unapojitoa muhanga, kuna kitu Mungu atakifanya katika maisha yako. Kuna kitu kisichokuwa cha kawaida Bwana anaenda kukifanya katika maisha yako. Kubali kujitoa dhabihu, kubali kujinyenyekeza kwa Mungu, kubali kuwa na mzigo wa kufunga na kuomba kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya matatizo ulionayo. Kubali kujinyenyekeza. Mungu anaenda kuwafukuza adui zako mbele yako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nataka nikuambie, yeyote ambaye amewahi kujitoa dhabihu, Mungu hakuwahi kumwacha awe kama alivyo. Yeyote ambaye amewahi kujitoa muhanga kwa ajili ya Bwana, yeyote ambaye amewahi kutoa sadaka dhabihu, sadaka ya dhati kwa ajili ya Bwana, Mungu hakuwahi kumwacha kama alivyo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 22, inaeleza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Abraham. Mungu alimwambia Abraham amtoe mwanaye mpendwa, mwanaye wa pekee, awe sadaka ya kuteketezwa. Tafsiri yake ni kwamba Mungu alikuwa anamwambia Abrahamu akamuue mtoto wake, amtoe iwe sadaka ya kuteketeza. Biblia inasema katika kile kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 3, Abraham akaondoka alfajiri. Tafsiri yake ni nini? Aliamua kuondoka mapema akiwa moyoni ameazimia kwamba naenda kumtoa mwanangu kwa sadaka, ninaenda kumuua huyu mtoto kwa ajili ya Bwana.
Kama ni Mungu aliyenipatia huyu mtoto, potelea mbali. Hata kama akifa, potelea mbali, kwa kuwa Mungu ndiye aliyenipatia huyu mtoto, ninaenda kumtoa sadaka. The Bible says Abrahamu aliondoka alfajiri, ikiwa inamaanisha kwamba hakuwa na kitu chochote kinachomfanya asitesite kwenda kumpatia Mungu sadaka ya kuteketeza kutoka kwa yule mtoto. Nataka nikuambie, kujitoa muhanga ni sadaka. Kujitoa muhanga ni sadaka, ni ibada. Ukisoma Mwanzo 22 mstari wa 5, Biblia inaeleza namna ambavyo Abrahamu anawaambia wale watu kwamba anataka kwenda kuabudu, kwenda kumchinja mtoto wake mpendwa, mtoto wake wa pekee aliyempata katika zama za uzee sana, ambaye Sara mke wake amemzaa katika hali ya uzee. Abrahamu anaamua kwenda kumtoa sadaka, anaamua kwenda kumchinja, anaenda kufanya ibada. Dhabihu ya namna hiyo ni ibada yenye maana, ambayo lazima itoke na matokeo makubwa katika maisha yako. Sadaka ya kujitoa muhanga inauma. Sadaka ya kujimaliza inauma. Sadaka ya kujitoa dhabihu wakati mwingine inauma. Wakati mwingine unapojitoa, kuna wakati moyo unauma, lakini unavumilia, unasema kwa ajili ya Bwana nitafanya. Namkumbuka Abrahamu wakati yuko njiani na kijana wake Isaka. Isaka akamuuliza, baba, tunazo kuni tayari, yuko wapi huyo mwanakondoo? Abrahamu anajua kwamba mwanakondoo anaenda kumchinja ndiye mtoto wake. Sipati picha maumivu ambayo Abrahamu alikuwa nayo wakati ule anapomjibu Isaka swali lile, lakini pamoja na maumivu yale yote, Abrahamu amekubali kutoa dhabihu ya kitu kinachouma kwa ajili ya Bwana. harabakatebasikernaraba rikatabakoseketebayandarabaseke. Ndivyo Mungu atakavyokusaidia riketebosapayete, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka nikwambie, ukiwa tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya Mungu, Mungu atakuwa tayari kukupatia vitu vyote kwa ajili yake. Ukiwa tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya Mungu, Mungu atakuwa tayari kukupatia vitu vyote kwa ajili yake. Nataka nikupe matokeo ya kilichotokea. Kilichotokea ni kwamba ukisoma Mwanzo 22 mstari wa 15 mpaka 18, Biblia inasema Mungu akambariki, akamzidisha uzao wake kama mchanga wa baharini, kama nyota za angani. Baraka hizi zote zimetokana na sadaka ya kujimaliza, sadaka ya kujitoa muhanga, sadaka ya kusema potelea mbali. Kama mwanangu nitamkosa, potelea mbali, lakini nitatekeleza kile Mungu amesema nifanye. Nataka nikwambie, unapoamua kujitoa kwa ajili ya Bwana, kuna mambo katika maisha yako yatabadilika mpendwa. Unapoamua kujidhabihu kwa ajili ya Bwana, hautabaki kama ulivyo. Maisha yako yatabadilika, future yako itabadilika, hatima yako itabadilika, destiny yako itabadilika. Kama Mungu alibadilisha hatima ya wakoma, harapakatekeseketeba, ndivyo atakavyobadilisha hatima yako siku ya leo katika jina la Yesu. Kama Mungu alivyobadilisha hatima ya Abraham, ndivyo atakavyobadilisha hatima yako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakuombea siku ya leo, Mungu abadilishe hatima yako kwa vile ambavyo umejitoa kwa ajili yake. Jitoe kwa ajili ya Bwana. Mungu abadilishe hatima yako katika jina la Yesu Kristo, na kutuma ukabarikiwe kwa jina la Yesu, na kutuma ukainuliwe kwa jina la Yesu, na kutuma ukainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen, amen, amen.